Huyu ni Mtanzania ambaye anaishi kule Afrika Kusini. Tumefanya mawasiliano kwa njia ya simu. Ametuelezea kiundani zaidi chanzo cha Afrika Kusini kuwafukuza wageni. Hapa issue iko vipi? Kuna chama cha siasa kimeanzishwa kinaitwa March and March. Hichi chama cha siasa kimekuja na kampeni, yani kama vile tufukuze wageni ndio kipatwa fasi. Na wakajaribu kuzishawishi baadhi ya mikoa mingine nini, au sio bwana, ili watu waungane, lakini mikoa mingine yote imetulia na mambo yao hawataki. Sasa wale ni wazuluzulu ambao ndo wengi wa chama hicho cha March to March. Na kuna vyama vingine ambavyo vidogo vimeanzishwa na vina support wa upumbavu. Kama vile Operation Dudula, kuna March to March. Na Dudula chimbuko yake ni hapa Johannesburg Soweto, March to March ni huko Debeni, na kuna vyama vingine ambavyo vya siasa vinatoka hapa Joburg. Lakini sasa katika kushawishi mikoa mingine imegoma. Kwa walichofanya wale kuja na kampeni, wanasafisha nini? Wanasafisha mji. Naona kusafisha mji vipi? Ni mji uwe msafi, wadai mji mchafu. Sasa huo mji yenyewe ndio msafi, na wanapiga nyuma duka nini. Sometimes umefungua duka, wakija onesha payment, mtu akitoa payment, yani hata kama kitoa kibali, lakini bado wanakupiga, wanakuambia funga duka. Kama kuna clip unaziona zinavyotapakaa, unaona bwana. Kwa hiyo sasa hii chama cha sasa kinaonyesha hichi chama utashi wake uliokuja nao watu hawajakubali. Kwa hiyo ni sasa kiufupi kule Debeni watu wamekuwa na hofu na mali zao. Kwa hiyo sasa hivi ofisi maduka kibao yamefungwa, na baadhi ya kampani kama hizi China zinaitwa China Cities, China Malls nini zimefungwa. Kuna wa South Africa wenyewe wamekosa ajira. Alafu kuna vikundi ambavyo vinaitwa huku napenda kuwaita manduna, ni kama watu ambao security wanataka maduka ya wageni nini. Wao nao vile vile sana wanalalamikiwa, nyewe vipi sina kulipeni mbona ndugu zangu wanafanya fujo. Kwa hiyo wale nao wamenoki. Alafu sasa kuna hii nini madeva taxi, yani huko wanaitwa taxi kama ndo madeva dada Tanzania wanaitwa taxi. Lakini sasa madeva dada wa South Africa tofauti na wabongo. Madeva wa South Africa madada yake ni wababe, kwa sababu nchi hii haina konda. Nchi mna abiria ndo mnachanga nauli, mnampa dereva. Kwa hiyo kifupi madeva dada wa nchi ni wababe, yani bunduki viunoni nini. Kwa hiyo wale nao wameshatangaza bwana, tukimwona mtu yote anaingia barabarani kufanya maandamano, kufanya vurugu, tunaua. Kutokana na watu mji umekuwa quiet, pilika sasa hamna. Hapa kuna ruti zimeongezeka. Kifano kama Tanzania zamani kuna ruti ze mwanzo akapanda labda gari, kimfano hapa ruti hapa ya wapi ya Tandika, kulikuwa kuna gari la moja kwa moja mpaka ufike Kariakoo, ndio chegela kwenda Ubungo au chegela kwenda Kimara. Lakini siku hizi mtu anakaa si Chamazi si wapi, anapanda gari moja tu mpaka Tegeta au mpaka wapi. Kwa hiyo ruti zimeongezeka, baada wageni nao kuja wengi nini. Kwa hata mataxi imekuwa movement imekuwa kubwa. Kwa hiyo kiufupi hawa jamaa yani washapigwa stop, walipanga sita ngapi waje hapa Jobeki. Kwa hiyo watu wa Jobeki na washapa onyo bana, mkija hapa tutauana. Yani kiufupi hawezi muendezo kwenda hauwezekani. Yani kiufupi hawa jamaa watauana yenyewe kwa yenyewe. Sasa hivi kutokana na nchi watu wengi wanafanya kazi na wageni, watu wengi majirani na wageni. Alafu hao wazuruzuru wachache ambao washamba wanajirasi na maisha, sababu wazungu ndo washamba katika mataifa yote, wavivu fanya kazi au sio bwana, nao ndo wavivu tofauti na